mpaka kilo 200 lile. Lile kijaa chupa tu. Ukining'iniza juu pale kilo 10, kilo 7 urudi chini. Ambazo kilo 7, kilo 10 ni sawa sana shilingi ngapi? Kwa mazingira sasa hivi ukiwa na kilo 10 3500. Naam, hii ni Akili Media na leo nikutana tena na mdau wangu wa muda mrefu ambaye nilisha kufanyia naye interview before. Kama ni mfuatiliaji wetu wa Akili Media ambao tunafanya straight interview, basi hautoshangaa kwa sababu hii ndo kazi yetu, na hapa tupo tena, tumekutana naye tena kwa mara nyingine kuweza kufanya naye interview tuweze kujua tangu pale mwanzo tulipokutana naye ni kitu gani ambacho kibadilika kutoka kwake. Karibu tumsikilize. Mambo vipi? Salama. Aiseza muda mrefu? Nashukuru Mungu tunakutana tena. Kweli bana, ni muda mrefu kidogo. Hem, tuambie tangu tulivyofanya pale interview kwa mara ya kwanza na hii ni mara nyingine tena, inakuwaje? Salama, namshukuru Mungu. Natokea kipindi kile maisha bado yako vile vile tu. Ni kweli kwamba maisha yako vile vile hayajabadilika? Unajua kwenye kazi zetu changamoto nyingi. Alafu cha pili, sana vijana wengi tunafanya kazi ngumu, huwa kidogo lazima uhangaike kuna huku, lazima na sijui hata nieleze vipi, lakini bado huwezi kufanikiwa kama hujajipanga. Wewe unaonaje, kuna mabadiliko yote ambayo yanaweza kupatikana huko baadaye au maisha ni yale yale? Labda kidogo ungepata mtu ambaye kidogo ana uwezo wa kukusaidia, labda ukatuliza akili yako pale. Kuna kazi zako, lakini mihangaiko ya duniani unajua kabisa ilivyo. Watu wengi wanahangaika. Bado wengi ambao wanatafuta kidogo mihangaiko kuna huku. Mtu yuko tayari atafanya huku na huku, atagonga kwenye geti. Ndugu yangu nisaidie hiki na hiki, lakini ataomba msaada kokote ule. Lakini bado huwezi kumkuta mtu aliyebadilika. Wengi sana tunakuta huko maisha bado yako vile vile tu kwenye hizo kazi ambazo ni za kuhangaika mtaani. Sana unakusanya chupa, unafanya hivi. Sio kitu ambacho kilichokuwa nje ya uwezo wake, ambacho yeye anaweza kufanya, ambacho kisa kumtoa. Watu wengi wanatamani sana kukuona bado unaranda huko, baadaye ni wachache sana waliofanikiwa kupitia hizo kazi, sio wengi. Wewe unaamini kwamba kupitia hizo kazi unaweza kufanikiwa wewe binafsi? Labda ungepata mtu ambaye anakusaidia. Binafsi mimi Mchaga siongei uongo, lakini hizo kazi mimi nimetembea sehemu mbalimbali, stand huko wapi. Kwanza sasa hivi serikali imetusaidia kidogo. Wengi sana wanakusanya chupa, wana akili zao timamu zimejaa kichwani, lakini ni wachache ambao wanaweza kufanikiwa. Kwa sababu gani? Unakuta mtu ambaye anakusanya chupa mtaani kwao kidogo kuko vizuri. Wengi wanatoka nyumba za kishua, wengine maisha yao ya ajabu, lakini hebu angalia kutoka nyumba za kishua wale. Wengi wao wameishia kwenye starehe, hizo ulevi, wanawake wengi. Ndio wanapeleka familia yao matatizo kibao. Umeona? Kama hivyo. Wengine ambao kidogo familia zao za kishua wanaweza kahangaika kuna huku, lakini wasipate msaada, lakini kupitia msaada wa Mungu kidogo anaweza kafanikiwa, akapata muda anapohangaika yeye kwa siku, anaweza kuchanganua akili yake kidogo, akaingiza muda 5,000, 10,000 apate la kula tu, lakini bado sana wachache sana. Okay, natamani kujua tangu ulivyoanza kuokota chupa leo asubuhi ni kiasi gani cha fedha ambacho umeweza kukusanya? Cha kwanza, kiasi cha fedha ambacho unaweza kukusanya tokea asubuhi, unaweza kukusanya lile mfano lile jafafa lile kubwa la rangi kama unakuta lile kubwa lile la kilo 100 lile mpaka kilo 200 lile. Lile kijaa chupa tu. Ukining'iniza juu pale kilo 10, kilo 7 urudi chini. Ambazo kilo 7, kilo 10 ni sawa sana shilingi ngapi? Kwa mazingira sasa hivi ukiwa na kilo 10 3500, bei bado ipo chini, alafu ukishapata 3500 bado utoa hapo 2000, unaweza kunywa supu pale kwa sababu kutembea na kwenye gharama. Okay, kwa hiyo wewe kama wewe sasa hivi umekusanya kama shilingi ngapi tangu asubuhi? Tokea asubuhi nikipiga mahesabu kidogo, namshukuru Mungu. Hata mihangaiko yangu mimi hapa inajulikana. Unaweza ukatembea umbali mrefu, lakini kidogo kwa mhangaikaji
ukiwa kidogo mcha Mungu watu wanakuita huko na huku, unaweza kaambulia hata 10,000 kwenye lako wewe. Muda mwingine ukishatoa hela yako unabaki hata 5,000. Bado kwa watu wengine wapenda starehe, ndo kama hivyo unaambiwa asubuhi huna tamia. Una makazi halisi ambayo unaishi, kwa maana kwamba kuna sehemu halisi ambayo unaishi, kwa mfano nikikuhitaji na kupata wapi? Mimi kwa haraka kwa dalali mtoto pale viwanja vya benki. Pale ofisi ya dalali mtoto pale viwanja vya benki pale. Unapatikana pale. Okay, na una muda gani hadi sasa hivi tangu uanze kuokota chupa? Na unaweza kuniambia umeweza kuweka akiba kiasi gani? Ni kwangu mimi hapa. Hizi ni kichekesho, maana mimi watu wengi starehe nyingi sana. Unakuta unaweza kaamka kama ulivyoamka, ukarudi kama ulivyokuja. Kwa hiyo unamaanisha kwamba hakuna akiba yote ambayo unaweza kuweka? Hili sio jambo la kuchekesha. Kama wewe ni mtu wa starehe, ni mtu wa starehe tu siku zote. Haijalishi unafanya kazi wapi, unaongeza shilingi ngapi, starehe wewe na wewe basi. Imeisha yani. Kwa mfano ukikuta yule mtu ambaye kidogo akiba zake kashamka asubuhi kazi mpaka jioni, kidogo wale pale wanaweza wakaweka akiba yao ikawasaidia mfukoni mwao. Hata kwenye akaunti mfuko wao unajulikana kabisa. Sio mtu wa starehe. Okay. Pale hakunijibu vizuri, hatukumaliza vizuri pale. Nilikuuliza kwamba una sehemu maalum kabisa ambayo unaishi au unaishi vipi? Isitoshe mimi nakaa ofisini huko na kununulia chupa. Unaishi sehemu ambayo wananunua hizo chupa. Una washauri nini wale vijana ambao wana haso kama wewe, wanatafuta kama wewe, wanaokota chupa kama wewe, na wale ambao pengine wanataka kuingia kwenye hiyo kazi ya kuokota chupa? Una washauri vipi? Kipekee cha msingi wao kwanza na moyo uvumilivu, maana kazi ya kutembea mvua ya kwako jua la kwako. Alafu cha pili matumizi kidogo yanatakuwa yatumike kwa ustaarabu, kwa sababu usipotumia hela ipasavyo utajikuta mwisho siku unaingia kwenye starehe na wewe. Ustaarabu kidogo, wewe mtu wa dua, muomba Mungu wako, kwa nyumbani ulichokipata kidogo hicho usiforce, kwa sababu watu wengi wanaforce. Kuta mtu anaforce, kaenda kachukua cha mtu karabua hiki, mwisho wa siku unapita eneo lile ulilopita wewe, kumbe kuna mwenzako pale kashachukua cha mtu pale. Ni ndio sio wenyewe. Unaona? Sio kweli. Na maisha hayawi kama hivyo. Cha msingi weka akiba yako vizuri. Ukishamweka Mungu mbele yako, unaweka akiba yako vizuri, mwisho wa siku utajikuta unachokifanya kinakuwa na maana. Ni kitu gani ambacho huwa kinakuumiza sana pale unapookota chupa? Kero ni nyingi sana. Hasa kipindi hicho sisi tulikuwa kama teja zamani hizo. Na sasa hivi serikali imetupa kidogo kuondoa wale madhara ya zamani. Kidogo akiba unaweza kumkata hela kunywa supu asubuhi. Nataka washauri vijana wafanye nini ili waweze kujinasua? Cha kuwashauri vijana, unajua hii kazi ni kazi kama kazi nyingine. Sio ngumu sana, lakini sio nyepesi sana. Kwamba utaenda hapa na hapo utapata kazi faster unarudi mzigo umejaa, hapana. Lazima uhaso, jasho likutoke. Unaona, vijana mnafanya hizo kazi kidogo. Embo kwanza uvumilivu. Muwe na uvumilivu. Pambana. Na hizi kazi nyepesi kidogo, mtanguliza hata Mungu ambaye alikuumba. Ulishaye kupata mtu ambaye anatamani kukusupport, kukusaidia? Kidogo mimi nishapata, kama kipindi hicho nilikuwa na haso. Mimi nilikuwa mtu naenda stand ya mabasi, kwa mfano kama pale Segerea, nishalala sana pale stand ya mabasi pale. Kidogo sasa hivi nimepata sehemu ya kujistiri
ambapo ofisi ya chupa ni kidogo nimekuwa mwaminifu pale, lakini bado sijapata msaada ambao kidogo naweza nikaweka angalau kakiba kangu pale kaka ananisaidia pale. Unadhani mtu akupe shilingi ngapi ambayo itakutosha kabisa kuweza kuanza biashara yako na ukaachana kabisa na habari za kuokota chupa? Kama milioni 5. Milioni 5 hiyo kidogo unaweza kaendeleza biashara ambayo hata nikimtanguliza Mungu pale kidogo biashara inasaidia. Okay, hiyo milioni 5 ambayo umesema ndio inaweza kukutosha kuweza kuanza kufanya biashara yako na ukaachana kabisa na habari ya kuokota chupa. Je, ni aina gani ya biashara ambayo unadhani ukiifanya utaweza kuzalisha faida? Au una uzoefu na aina gani ya biashara ambayo unaweza kaifanya kupitia milioni 5 ili uweze kuzalisha faida zaidi? Kama nilivyosema mwanzo tulivokutana, ni biashara yangu ya muhimu genge ambayo unaweza kufungua genge sehemu ukalifanya kama duka. Genge hapo hapo, duka hapo hapo, ndio biashara inaweza kukutoa ile. Kama mwanzoni tulivyoongea kipindi kile, nikwambia unaweza kuwa na mtaji wa milioni 2 kukufungulia genge. Lakini kwa hiyo mtaji wa milioni 5 unaweza kufungua genge kama duka. Genge huku duka huku. Sawa.